Mtu uko lazi aanguke, anyanyuliwe, abebwe mgongoni, sio kupanda bodaboda. Bike ndio inatuki, lakini sasa tufanyaje? Watu wengi wamekuwa wakichukia foreni. Nimegundua kuna baadhi ya vifaida. What? Bro, what are you talking about, man? Taarifa kuhusu safari yetu, Kigamboni ni zaidi ya nchi. Yes, bana, wahenga wanakwambia hata leo tuliita tomorrow jana na tomorrow tutaita leo kesho. Oya, mimi najua siku 5 tu za wiki na leo ndo natimiza. It's Friday. Mimi naitwa Bino_04. Nikukaribisha kwenye kipindi chetu cha Naenda. Kipindi chetu ni kwa ajili ya kutoka nafasi au sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na leo nipo ndani ya Machinga Complex. Kana mimi kuanzia sasa hivi mpaka baadaye kwa sababu siku ya leo washikaji zangu tunaenda Kigamboni. Wenzetu kwenye magari ambayo yanahusika na safari tokea kipande hichi hapa cha Machinga Complex mpaka nimeelekezwa kwamba magari ya Machinga ya Kigamboni yanapatikana maeneo haya hapa, hizi tata hizi. Kwa hiyo washikaji zangu, taarifa ya kuhusu safari yetu iko mikono salama kabisa. Tunasebenza zetu mpaka kwenye gari ambalo linahusika na kutusafirisha kutokea kipande hichi hapa cha Machinga Complex. Safari yetu kutoka Machinga Complex kwa usafiri wa daladala ilianza saa 8:30 mchana. Saa 8:30 mchana, sio alasiri. Nitaka kujichanganya kidogo. Saa 9 ndio alasiri, saa 8:30 inakuwa bado ni mchana. Hivi kuna tofauti kati ya alasiri na mchana? By the way, tulitoka hapo tukielekea moja kwa moja kwenye barabara hiyo ambayo naiona. Kwa hiyo hii barabara ambayo tulikuwa tunaenda nayo, niliona hicho ambacho nakiona hapo mbele ni barabara ya treni au ni reli ambayo itapita kwa juu, sio chini, na kwa sababu ya interaction ya safari za hapa na hapa. Barabara hii ilituunganisha moja kwa moja na Nelson Mandela Road. Hivi ni kwa nini wanatumia Kiingereza Nelson Mandela Road? Official kabisa ndio wanatumia hivyo, lakini huwezi kukuta mtu anasema barabara ya Nelson Mandela. Hiyo ni kwetu Waswahili, ila mara nyingi hata kwenye Google na wapi wanatumia Nelson Mandela Road. Kwa hiyo ndio barabara kuu ambayo tulijoin nayo kwa mara ya kwanza kabisa tulipotoka Machinga Complex kuelekea Kigamboni. Foreni kwa hapa Dar ni sehemu ya maisha. For the first time nimefika, nilikuwa najiuliza, hivi ni sehemu gani, maeneo ya hapa Dar, barabara gani za hapa Dar zinakosa foreni, hususan hizi barabara kuu. Yani tuseme mfano hii ambayo tunaitumia sasa hivi Nelson Mandela Road na nyingine nyingi kubwa ambazo zinapitisha magari mengi, ni barabara gani ambayo inakosa foreni? Lakini mwisho wa siku nilikosa majibu, au labda majibu yapo lakini sijapata wasawa kuzunguka zaidi. Watu wengi wamekuwa wakichukia foreni, lakini kwa upande wangu nimegundua kuna baadhi ya vifaida vya foreni hizo. Mfano, namba moja naweza nikasema foreni ni fursa kwa ajira ya vijana. Naweza nikasema ni soko la kutembea. Pale kwenye foreni unaweza kaona kuna wauzaji wa maji, kuna wafutaji wa magari ambao wote hao wanapata pesa kupitia foreni hizo. Lakini faida namba 2 ya foreni niliyoiwaza na ikanikuta kwangu binafsi, ni sehemu pia kufikiria kuhusu maisha yangu. Kwa hiyo hata wewe pia na imani kuna vitu unafikiria kuhusu ukiwa kwenye foreni, kuna vitu vinakujia kichwani, unavifikiria kuhusu maisha yako au kuhusu kitu chochote. Maana
Kupitia foreni pia unaona majumba, unaona magari, utaona vitu vingi tofauti tofauti. Lakini pia kupitia foreni ni sehemu ya kujuana na watu, kwa sababu mtacheleweshwa, hivyo mtalazimisha kuongeleshana wewe na ambaye uko naye pembeni.
Nilikuwa nasikia tu, ila sikuwahi kufika chuo cha TIA, Taasisi ya Uhasibu Tanzania. Eneo tulilopo hivi sasa ni Chang'ombe, wilaya ya Temeke, eneo ambalo pia kwa pembeni yake kuna chuo cha TIA, na tumekata kona ambayo hii barabara tutanyoosha nayo mpaka eneo tunaloenda Kigamboni. Sijui ni kwa upande wangu tu, lakini nahisi ni kwa watu wengi. Mara nyingi nimekuwa nikiona maji, macho yangu yana furaha. Yaani mimi kuona maji tu, macho yangu yanakuwa tayari yana furaha. Na niliambiwa kwamba Kigamboni imetawarwa na maji. Maji haya ni kutokana na kuwepo na sehemu ya bahari
ya Indi. Kwa hiyo ukiona maji kwa upande wa huku barabara ambayo tulikuwa tunatarajia kuifika, na hili daraja tunalolivuka ni Kigamboni. Funga mlango. Wah, msyara Daina. Daina msyara ni. Pipi Daina.
Aina masika. Wale masika. Aina masika. Watch out. Yeah. Bwana, washikaji zangu tayari tuko Kigamboni. Naambiwa kwamba huku
ni kama kanda ya ziwa bwana, wametawarwa na maji ya kutosha sana, na usafiri wetu tuliokuwa tunatumia ni daradara. Kwa hiyo muda huu hapa tumeshuka, tunaenda na nyewe washikaji zangu kuzunguka kupiga story 2-3 hapa Kigamboni. Na story nzuri ni kwamba tunazunguka bado, tupo bado sana Kigamboni washikaji zangu. Sasa wenzetu mpaka nje, au sio? Noma kabisa. Washikaji zangu, sasa mimi ndo mgeni kabisa wa Kigamboni, mgeni kabisa, ndo nimefika Kigamboni washikaji zangu. Nataka tutoke hapa twende mpaka sehemu nyingine tukajifunze kuhusu Kigamboni, alafu niwaelezeni nini kimenileta, au vipi bwana wenzetu? Oya dada, unakimbia. Oya, kama kawaida. Mtawala. Safi? Dua. Unakuita nani kaka? Goba. Unakuita Goba? Wewe kaka? Fresh kabisa. Budi? Fresh. Nipe 5 kwanza. Oya anko fresh? Poa. Kama kawaida? Kama kawaida. Oya gudi? Yenyewe tu mnyongo. Kama kawaida? Sana tu. Mnyongo de. Oya washikaji zangu, sasa tupo Kigamboni bana. Sisi ni washikaji ambao tunaendesha kipindi cha Naenda. Kipindi cha Naenda ni kipindi ambacho kinamsaidia mtu ambaye ni mgeni na mwenyeji pia kwa maeneo ambayo hajafika, ni hapa Dar es Salaam. Sisi leo tumetoka Machinga Complex mpaka hapa Kigamboni. Lengo letu sasa ni kuja kuisoma Kigamboni yote, tunataka tuizunguke yote. Kwa hiyo mimi natamani kwanza nijue hapa ni wapi, labda panaitwaje. Naweza mkatupa ramani labda kwamba tukitoka hapa twende wapi kusudi tumalize Kigamboni yote. Hapa mtaa unaitwa KKT. KKT? KKT. Yaani nataka unipe kidogo maelezo, yani kwamba KKT ndo 1 2 3, nipe details kidogo. Ikusudi mimi kama mgeni unanisaidia sasa. Endelea kumenya sasa. Natokaje? Endelea na kazi huku tunachapa. Mimi nimefika KKT sasa, mimi ni mgeni, sielewi chochote. Ila mtaa KKT. Hapa ni feri? Feri Kigamboni. Tuko feri Kigamboni? Nilikuwa naisikia sana. Ila mtaa ni wa KKT. Hii ni barabara ya mtaa, inaitwa mtaa KKT, kibao chake kile pale. Sasa kwa mimi mgeni ambaye niko na wafundisha watu, nawapa elimu kwamba kuhusu Kigamboni, kwamba wakifika labda wapite hapa maeneo haya na haya, nianzie wapi, labda nitoke hapa niende wapi, yani kusudi tumalize. Lengo letu ni kusoma Kigamboni yote hii hapa. Tuanzie wapi? Kigamboni kiufupi ni kubwa. Kigamboni ni kubwa. Kwa kama hapa ni feri. Ukitoka mbele hapo mara unaweza Mikadi. Unaona? Kwenda mbele Mji Mwema, Kibada. Unaona? Feri yenyewe iko wapi hapa? Maana umeniambia hapa ni feri na sio. Feri yote ni hapa ni feri. Feri yenyewe Feri kabisa. Feri kabisa iko bondeni. Teremka hii barabara. Ndio unapopoa hiyo Antonia. Na nikienda na hii barabara. Ukienda na hii barabara, hii barabara inaitwa KKT. KKT ni kanisa. Ndio utalikuta mbele pale kanisa la KKT. Ambayo barabara ukienda unatokezea darajani. Daraja la Mnyerere. Kama Nyerere. Ila kule ambao tumelivuka kwenda kule. Na hii barabara ndio inaelekea mpaka Mbagala. Yaani unaenda Mji Mwema, Kibada, Mbagala, unaweza ukapitia huku Mji Mwema, kuna shortcut mpaka Buyuni, Kimbiji, Wilayani, Gezani. Na huku nyuma ni stand hapo. Hamna shughuli nyingine. Shughuli kama ipi? Shughuli yote labda kuna. Niambia kwamba kuna kanisa. Stand. Ni zaidi ya stand. Stand si ndio iko hapo ambayo kuna mabasi kama ndio sehemu yoyote. Kabla sijaje Kigamboni bana, nilipitisha post yangu kule Instagram. Nikauliza watu wanipe sifa ya wadada wa Kigamboni. Nimepokea maoni mengi hapa. Cha kwanza nimepokea wastaarabu, lakini pia hii hapa nisaidie kusoma mwenyewe. Hii ya pili. Weupe hawataki ni weusi. Au ya pili. Si hapa. Weupe hawataki ni weusi. Au hata kama ni weusi. Ni kweli? Kwamba wadada wa Kigamboni weupe hata ni weupe hata kama ni weusi.
Hiyo kwa mimi siwezi kufahamu. Sio? Basi fresh kakaangu. Dua sana. Itakuwa dua kwenda hivi pia sio? Huko huko ndo ukienda moja kwa moja kukutana barabara ambayo inaenda darajani. Ni kama tunarudi yaani kama mnarudi. Kwa tunyooke na hii barabara. Hii barabara inaenda sehemu nyingi. Yaani ukienda mbele Mji Mwema kuna pacha. Ndio tunataka hiyo sasa tumalize Kigamboni. Basi tunatoka nje ya mji. Yote ni Kigamboni. Bless you. Basi fresh kakaangu. Big time. Washikaji zangu. Sasa Kigamboni ndio hii hapa na nimepewa details mbalimbali kuhusiana na Kigamboni. Barabara hii hapa bwana. Waonyeshe watu barabara. Hii barabara nimeambiwa nikinyooka hivi kuna kanisa la KKT, lakini barabara ambayo iko upande wa kulia huko, upande wa kulia ni barabara ambayo inaenda kugawanisha maeneo kama Mbagara kwenda wapi na wapi, lakini barabara ambayo tumetoka, sogea kwa hivi kidogo. Barabara ambayo tumetoka hii ni barabara ya stendi. Yeye alikuwa na siku 2 tu toka afike Kigamboni, lakini alikuwa muoga sana huyu. Tulipata wasaa kupigana story 2-3. Sio mwenyeji sana hapa. Kwamba mimi hapa mgeni, sio mwenyeji. Sio mwenyeji. Haujui chochote kakaangu hata kama una siku 2. Hapa mgeni kabisa rafiki yangu. Hapa mgeni kabisa. Mgeni kabisa? Ndio. Unatusaidiaje kakaangu? Unatuonyeshaje mwenyeji? Una siku ngapi hapa? Hapa na kama leo yafika ya 5. Siku ya 5. Kwanza hongera kwa sababu una siku mingi sana. Imagine sisi ndo siku yetu ya kwanza kufika hapa. Hapo unapata nafasi ya kwenda kununua machungwa, na maanisha umepata wasaa kidogo wa kuzunguka maeneo tofauti. Ndio. Basi sisi ndo siku yetu ya kwanza tunataka tupige misere na nini. Unaona kati yapi? Mimi na kati hapa. Mtu unaitwaje wewe? Mimi ndo maana nikakwambia hapa mgeni sijui chochote kinachoendelea. Uelewi chochote? Uelewi chochote kabisa? Kabisa. Basi fresh kaka. Oya njoo kwa wajuba hapa, washikaji zangu, twenzetu kwa wanangu hapa. Twende kwa wajuba. Oya. Kama kawaida. Nilikuwa na mshikaji wangu hapa ananiambia kwamba hajui chochote kuhusu huu mtaa. Oya, fresh. Kama kawaida. Budi kaka. Kama kawaida. Usigani? Usigani huu? Usigani? Tumevaa tu ndugu yangu. Au sio? Unakuita nani kaka? Wananiita Dula au Abdalla. Unakuita Abdalla? Abdalla. Sasa washikaji zangu, mshikaji wangu Abdalla. Sisi ni wageni wa hili eneo la Kigamboni. Ndio siku yetu ya kwanza. Tuna kipindi chetu kinaitwa Naenda. Tumetoka eneo pale maeneo ya Ilala pale. Panaitwa ile stendi maeneo ya Ilala pale ambazo gari za kuja huko panaitwa stendi, wanaita stendi ya Machinga. Machinga. Yeah. Tumetoka Machinga mpaka hapo. Stendi ya hapo Kigamboni. Hivi kwa sisi ambao ni wageni. Tunataka tulimalize eneo lote la Kigamboni. Unatushauri nini, tuanzie wapi na tumeshafikia hapa? Nimeambiwa hapa ni feri, si barabara ya KKT. Hapa ndakao mwanzie feri, alafu ndo mnakuja njia za ndani huko Toa Moyo, wapi Geza, wapi huko. Ila mtakao mnaanzia feri alafu mnaenda hivi. Unatakiwa kurudi kabisa. Natakiwa mrudi kabisa. Mbona noma? Oya wanangu, kijiwe chenu kinaitwaje? Hiki kinaitwa Maji Posti. Maji Posti. Yeah. Ina maana gani? Maji Posti ni jina tu la eneo. Ndio maana kinaitwa Maji Posti. Kama mtaa. Mtaa wetu unaitwa Maji Posti. Hii barabara unaiona hiyo. Ndio inaitwa Maji Posti. Maji Posti. Wanakuita nani kaka? Mchopanga 79. Mchopanga 79. Yeah. Sasa washikaji zangu, kuna comment hapa niliuliza washikaji zangu kule Instagram kwamba wanipe sifa moja ya mdada au wadada wanaoishi Kigamboni. Washikaji walitiririka sifa za kutosha sana. Na kuna mmoja hapa anataka comment hapa akaniambia kwamba wadada wa Kigamboni wanapauka miguu masaa 24 hours wanapauka miguu. Ni kweli? Ni kweli, kwa sababu ukiangalia sasa hivi hali ya mafuta iko juu. Watu hawapandi bodaboda. Yaani mtu uko lazi aanguke anyanyuliwe abebwe mgongoni, sio kupanda bodaboda. Ndio maana miguu inapauka sana. Wadada wa Kigamboni wagumu. Mtaje hata mmoja jina lake. Anasoma hapo Mwalimu Nyerere, siri yangu. Wewe? Kumbe noma. Ni hatari. Kumbe ni kweli bana, wadada wa Kigamboni guso ukikuta miguu inakuwa ni noma kwa sababu ya bei ya mafuta. Kakangu fresh? Kama kawaida. Good. Pikipiki inaitwaje hii? Ni Boxer. Boxer. Na wewe umekubali kabisa kupanda Boxer? Ni Boxer. Au unaonaje? Mimi nimekubali. Au utaki? Au nakuzingua tu kakangu. Fresh lakini
Fresh. Good. Good. Hali ya Kigamboni kwa mafuta na mitikasi mingine ikoje? Hali ya Kigamboni mafuta yamepanda, ipo wazi hilo swala. Mitikasi Mungu anasaidia kila siku. Kwa sijua nini tena. Nasonga songa. Nasonga songa hivyo nini, napata ugali kubadilisha mboga nini, maisha yanaenda. Shukrani kwa Mungu hapo. Nje na Kigamboni hamna eneo lolote ambalo unalijua kwa ukubwa kama unavyojua Kigamboni? Ambao nalijua kwa hapa Dar. Ambao nalijua yani ukifika pale bwana mtu anaweza kukwambia nielekeze, yani nielekeze kwa mdomo kwamba pita hapa pita hapa pita hapa, unavyojua kama Kigamboni. Ndio hapa Kigamboni, tutakuwa na sehemu nyingine. Na sehemu nyingine. Kwa nini bodaboda hapa jiji la Dar mmechangamka sana? Ndio tunasema kwamba ukiwa bodaboda hapa Dar, yani wewe hata ukienda kusomea wapi mambo ya usafiri na nini, tayari unakuwa kama na degree. Kwa nini mmechangamka sana? Yani kwamba unataka maisha, yani bodaboda ndio inakupa ufanisi huo kwamba kokote utakapoenda yani bodaboda yani kuna namna fulani hivi ukiwa umepanda. Yani anahakikisha kwamba yani mmetoka sehemu moja mpaka nyingine, hata kama kuna foleni gani, lakini yeye ametafuta alternative way, njia na nini kuvuka sehemu. Ujanja unakuwa ni mwingi sana hivi. Ni kwa nini? Si mtu yani hapo ni muda wa kazi ule. Yani sijui wanahitaji tuseme uzoefu wa muda ile, kwamba mtu ajue ameshapita sana pale. Kwa hapa sehemu nimefika eneo hili lipo hivi, kwa sababu nitumie njia hii nipite ili nifikishe abiria yangu. Kwa na kwa tumia nguvu nyingi wala nini yani. Basi brace kakaangu fresh. Kituo mmeniambia kinaitwaje hapa kituo cha bodaboda? Maji Posti. Maji Posti. Maji Posti. Bwana noma sana. Noma sana. Tunafika kwa wote. Hapa ni Kigamboni washikaji zangu. Uko good? Uko kama kawa. Nani kakaangu? Mwanto J Molaf TZ. Nimekufananisha na J Melody. Niko sawa? Nice. Amna wana uongo. Umetokea wapi? Chuga. Wachuga noma nyie. Kuna brother wenu anaitwa Fido Bato. Nampata vizuri. Mshikaji wa hip hop. Anasema kwamba washikaji wanaofanya hip hop ya freestyle wanazingua. Ni kweli? Yaani freestyle na kuchanana na nini wanazingua sana. Labda kwa upande wake. Ni kwa upande wake? Ila kwako? Yeye anaona wanazingua, ila sioni kama wanazingua. Sasa mwanangu, kuna comment moja pia hapa kule Instagram nilivyowaomba maoni ya wadada ambao wanakaa Kigamboni, wakaniambia kwamba wadada wa Kigamboni wana mipango ya kumiliki ndege wakati hata boti ya kumvusha feri hawana. Ni kweli wana malengo ya kumiliki ndege? Yaani malengo makubwa. Malengo ya ndege? Wadada wa Kigamboni. Amna. Popote wadada wote, hakuna mwenye kumiliki ndege. Ndege unachukuliaje brother? Yaani mshikaji amesema kwamba wana malengo ya kumiliki ndege. Labda wewe anamjua yeye muonekano wake, labda yeye anamjua huyo ambaye ana ndoto ya kumiliki ndege. Wewe una maoni gani hapo? Nikikupa hiyo posti kwamba comment chochote, wadada wa Kigamboni wana sifa gani? Sifa za wadada wa Kigamboni moja. Taja hata ex wako na nini. Fresh tu Nyamwezi. Sifa za wadada wa Kigamboni mwanangu, pesa tu. Wanapenda pesa, hamna kingine. Baada ya pesa. Baada ya pesa. Amna, ndo sifa yao kubwa tuseme. Sasa pesa ile kaka ina matumizi. Hizo kapenda tu kwa siku na matumizi. Yaani mimi naona ndo sifa yao kabisa. Sawa, ya kwanza ni pesa. Fresh kabisa. Maji Posta. Maji Posta. Basi fresh washikaji zangu. Nani bado hatujasema naye? Huyu mdogo hapa. Oya anko. Mdogo kama kaa? Fresh mwanangu. Fresh? Naona. Kuna kinyonge sana kaka. Vibaya tu, sina hela. Yanga Simba. Mimi. Yanga Simba. Nyama damu yani. Nyama damu. Washikaji zangu, shukrani sana. Mmeniambia kwamba nianzie feri. Baada ya hapo hapo unakuja Twamoyo na maeneo mengine, Twamoyo, Tungi, Kisiwani, unaanzia huku unaenda hivi. Basi ngoja mimi nisebenze feri sasa hivi, nipe lamani. Ukitoka feri ni hapa, ila unaanzia stendi hapo, sababu hapo kuna bodaboda hapo, kuna bajaji, kuna stendi ya machinga. Unapita tu hapa hivi, unaingia hapo hivi, kuna stendi hapo, unaingia. Sio mbali sana, unaenda unakata tu hapo kona hapo. Bodaboda shilingi ngapi? Kwa bodaboda hapo buku tu, sio hela nyingi. Twenzetu. Oya, twenzetu feri. Sio tabidi. Ngoja apatie mwenye zamu, tunaenda kwa zamu. Kwa zamu. Ngoja twende feri sasa washikaji zangu, tukafunge kipindi cha leo, afu wiki ijayo sasa nitakuja nitembelea maeneo yote washikaji zangu. Goli kabisa.
Kinyamwezi. Pole. Acha twenzetu feri. Sasa huyu direct jamaa anajua sana quality. Tutamuoji kidogo. Haina neno, ngoja twende tunapiga story. Kuhusu quality. Oya, inabidi bukubuku. Bukubuku zote. Si bukubuku zote ha? Ikiwa mbili ndio itakuwa Kinyamwezi. Ikiwa mbili, yani mmoja anakuwa anashoot hivi sisi tuna inakuwa fresh. Twenzetu. Hivi hamna stendi kabisa official hapa, ni njiani tu hapa. Stendi ipo, naingia stendi au niwache lodi? Tunataka nani tushukie maeneo ya feri ulosema. Naingia stendi kabisa. Ndio hapo feri? Stendi hiyo hapo hiyo. Hapa ndio feri? Fresh basi, sogeze hapo, sogeze sehemu ambayo ni nzuri hapo. Hata kwenye maji huko ndio itakuwa Kinyamwezi kabisa. Tukapata shot yetu kali, maji yakaonekana feri pale. Hapa ndio tutapata shot kali. Kinyamwezi. Bana tumbie kubwa tupate shot yetu kali. Shika. Tapeana huko juu kwa juu. Oya sasa, blessing sana washikaji zangu. Kituo kinaitwa Maji Posti. Fresh. Bana Kigamboni ni kama nchi. Kigamboni ni zaidi ya nchi. Washikaji zangu Pluview, nataka niwaonyeshe baada ya mimi kufika Kigamboni feri ambapo nimetajiwa tayari kwamba hapa ni Kigamboni feri. Kwa kweli nimevutiwa sana na maeneo na mimi na feel kufika bahari ya Hindi kama ambayo nimeiona hapa hivi mbele ya macho yangu. Oya mshikaji wangu, mimi nikwambie kwamba naenda ya leo ilikuwa kali ile mbaya, au wewe una maoni gani juu ya hilo? Lakini mbali na hapo, mimi nataka niwaambie taarifa ambayo kidogo itawaumiza lakini haitawaumiza kihivyo. Niseme kwamba huu ndio mwisho wa kipindi cha leo, lakini sio mwisho, ni mwanzo kwa washikaji zangu wa Kigamboni. Kwa sasa na episodes zinazofuata tutakuwa haya mazingira ya Kigamboni. Tuitazamie Kigamboni yote. Tumekuja Kigamboni. Kipindi chetu cha naenda kumetoka maeneo tofauti. Tumezunguka kata, tumekata wilaya na sehemu mbalimbali. Tumekuja mpaka hapa Kigamboni. Kwa hiyo till next time tutakuwa hapa Kigamboni kuzunguka maeneo yote ya Kigamboni kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na mimi BR Bwemino 04. Simple kabisa, unaweza kaniita Bino. Na hii hapa ni Kigamboni feri. Ndio kwanza tumeianza washikaji zangu. Lakini kukumbusha tu producer wa kipindi anaitwa Gleison G na director ama mtu ambaye anahusika na kushika kamera na nini anaitwa Jadax.